Hili ni pumziko la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Linazungumza kuhusu uchumba sehemu ya 7. Angepatikana wapi mchumba wako aliye sahihi? Ungefanya vipi ili wewe uwe ni mchumba sahihi au pekee kwa huyo aliye mchumba wako? Fanyaje ili nawe upate mchumba? Kuwaje nawe uwe ni mchumba kwa huyo au katika ulimwengu sawasawa na hitaji la uwepo wako. Mchumba aliye mwema, mchumba aliye vema, mchumba aliye pumziko ni upi? Bila shaka, kwa kabila tu bado mchumba hajakamilika. Kwa ukoo tu, kwa familia tu, au kwa chochote tu, bado mchumba hajawa sahihi. Ila katika neno moja, mchumba sahihi hupatikana. Katika neno moja, mchumba sahihi hupatikana. Katika neno moja, nawe kuwa mchumba sahihi imewezekana. Na katika neno moja, wewe kumpata mchumba sahihi aliye pumziko inawezekana. Katika neno moja, wewe kuwa na mchumba inawezekana. Nalo neno ni hili kwamba mchumba sahihi, mchumba aliye pumziko la kuishi kwako, la uwepo wako, hupatikana katika Mungu. Mchumba sahihi au mchumba aliye pumziko la kuishi kwako, ikimaanisha aliye mmoja na pekee, hupatikana katika Mungu. Mchumba unayemhitaji au jinsi unavyotaka kuchumbiwa au uchumba wako uwe kwa haraka, hupatikana katika Mungu. Si katika kabila tu, wala sio katika dini tu, si katika familia hiyo tu, si katika taifa hilo tu, wala si katika dhehebu hilo tu, wala si katika roho hiyo tu, sio katika hivyo tu, bali katika Mungu. Ndipo mchumba hupatikana. Ndipo pumziko la uchumba wako hupatikana. Ndipo pumziko la kumpata mchumba hupatikana. Ndipo pumziko la kuwa na mchumba hupatikana. Ndipo raha ya uchumba imepatikana. Na kwa jinsi hiyo kwamba mchumba hupatikana kwa Mungu,
mchumba hupatikana katika Mungu, ikiwa na maana uchumba hupatikana katika kujua au kuipata maana ya Mungu. Uchumba wako au kumpata mchumba wako kumepatikana katika maana ya Mungu, au kimepatikana, amepatikana katika Mungu, kwa kuwa raha ya uchumba ni kumpata, ni kuwa na mchumba aliye pumziko lako. Raha ya uchumba ni wewe kuwa ni mchumba uliye pumziko, yani raha, ikimaanisha kwamba mchumba uliye pumziko ni kwamba mchumba uliye mmoja kwa huyo aliye mchumba wako. Pia kumpata mchumba aliye pumziko lako, maana yake kwamba kumpata mchumba au mchumba huyo kuwa ni mmoja kwako wewe uliye mchumbia au uliyechumbiwa. Kusiwe na mchumba mwingine aliye wewe na kufanya ukawa nje ya pumziko au furaha ya uchumba, wala kusiwe na mwingine wa kuingia katika mchumba wako na kufanya nawe ukakosa pumziko la uchumba wako. Na kwa jinsi hiyo, kwa kuwa uchumba maana yake kwanza ni neno au neno la Mungu lenye maana kwamba sura moja. Mchumba maana yake kwamba ni neno la kiungu, ni neno la Mungu lenye maana ya sura. Narudia tena hapa. Mchumba maana yake ni neno la Mungu au ni jina la Mungu lenye maana ya sura moja. Narudia tena hapa. Mchumba ni neno la Mungu au ni jina la Mungu lenye maana ya sura moja. Na kwa jinsi hiyo hiyo imekuwa wewe uliye mchumba, maana yake kwamba ni sura moja katika jina hilo ulilonalo popote pale, ni mwanamume au ni mwanamke, ni mweusi au ni mweupe, ni mwenye umbo hilo au mwenye umbo lile. Lakini kwa kuwa katika neno uchumba ukiwa na jina hilo na jinsi hiyo, maana yake kwamba moja kwa moja wewe umekuwa ni mwenye sura moja au ni mchumba ulio peke yako kwa huyo aliye mchumba wako. Ni mchumba uliye pekee katika ulimwengu, na kufanya haijalishi mchumba wako yuko wapi au wewe uko wapi. Hakuna mwingine yeyote awaye
wa kuchukua aliye mchumba wako, kwa kuwa wewe ni mmoja katika jinsi ya kuwa mchumba hivyo, na huyo mchumba wako ni mmoja tu kwa jinsi ya sura hiyo ya kufaana. Wewe ni mmoja kwa jinsi hiyo ya kuwa na sura hiyo ya uchumba, yenye maana ya sura moja katika jinsi na jina hilo ulilo nalo, na kufanya hata aliye mchumba wako mwenye sura ya uchumba wako kuwa ni mmoja, na hakuna mwingine mwenye uweza au aliyemchumbia tena mchumba wako, na kufanya ulipo katika uchumba huu wewe ni pekee kwa mchumba huyo, na huyo mchumba ni wa pekee kwako. Katika jinsi ipi? Embu tazama. Kila mmoja humtazama mwingine kwa sura yake, na wewe ni sura ya uchumba, ikimaanisha ni jina la Mungu lenye maana ya sura moja. Na kwa maana hiyo, yuyo aliye mchumba wako umemtazama kwa sura yako, kwa sura ya uchumba wako, yani sura moja, naye amekuwa ni wa sura moja hiyo uliomtazama, yani wa kwako. Ndio hata akitokea mwingine kwa jinsi ya kumtazama kwake, kwa jinsi ya kukutazama kwako, yeye hakutazami wewe kama vile unavyomtazama mchumba wako, bali huyo mwingine hukutazama wewe kwa jinsi ya sura yake, na kufanya hata yule aliye mchumba wako huyu umtazama kwa jinsi yake yeye. Nawe kumtazama yule aliye mchumba wako kwa jinsi yako wewe ulivyo, ikimaanisha kwa kufanana 100%, kwa kuwa huyo mchumba wako humtazama kwa sura yako, ikimaanisha kwa jinsi vile wewe ulivyo, naye amekuwa ni wa jinsi vile wewe ulivyo. Ndio, na kwa jinsi hiyo ndivyo lilivyo pumziko la uchumba wako, ndivyo uchumba wako ulivyopatikana, na uchumba wako jinsi ulivyo. Na imekuwa ulipo haupo kushindana na mchumba wako, upo kupumzika katika uchumba wako, upo kuwa na raha na furaha ya uchumba wako, na hii ndiyo raha au pumziko la uchumba wako. Sasa je, wewe hapo fanyaje upate mchumba? Kwa jinsi hiyo, kwa wewe tayari kuujua uchumba moja kwa moja, mchumba wa sura yako, mchumba wa jinsi hivyo ulivyo, mchumba wa kufaana nawe kwa 100%, yupo hapo.
yupo hapo ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, ila yupo hapo, anakuwa na wewe hapo hapo, nawe kupata pumziko la uchumba wako. Haijalishi sasa yuko ni Ulaya, yuko Amerika, yuko Asia, yuko wapi, lakini hapo hapo anakuja, kwa kuwa hakuna umbali katika uchumba. Si hadi ufanye kile ndio upate mchumba huyo, bali kwa kujua tu uchumba. Kwa kujua tu uchumba tayari wewe una sura ya kuwa mchumba tayari. Na kwa kuwa tayari ni sura ya mchumba yenye maana ya jina la Mungu au sura moja kwa moja, tayari unampata mchumba wako. Unapata pumziko la kuwa na mchumba wako, tena mchumba wa pumziko. Mchumba wa pumziko au raha ya uwepo wako. Kwa hiyo, kwa jinsi ya uwepo huu, kwa jinsi ya kuketi tu nawe kuwa katika jina uchumba, kwa kulisikia, kwa kuliona, kwa kulijua, au kama hivi unavyolisikia au kwa kufikiri, nawe ukasema ninataka kuwa na mchumba. Kwa kulitaja jina mchumba, moja kwa moja tayari una sura hii ya mchumba. Unataka kuwa mwenye mchumba, moja kwa moja kwa kulitaja, kwa kulisikia, kwa kulifikiri au kwa vyovyote kuhusu mchumba, tayari wewe ni sura ya uchumba, ikimaanisha ni sura moja, ni mchumba mmoja uliye pekee katika ulimwengu wote. Na kwa jinsi hiyo, moja kwa moja mchumba unayemtazamia hupatikana kwa sura hiyo ya jinsi ya uwepo huo hapo ulipo. Na kwa jinsi hiyo ndivyo ulivyopata mchumba, na kwa jinsi hivyo ndivyo unavyopata mchumba, na kwa jinsi hiyo ndivyo utakavyoendelea kupata mchumba, ikimaanisha mchumba huyo ni wa pumziko hapo ulipo. Na sasa ndivyo ninavyokutakia pumziko la uchumba wako, pumziko la uchumba wako, yani pumziko la Mungu katika uchumba wako, uchumba na huyo mwanamume, uchumba wako kwa huyo mwanamke, uchumba wako katika fedha, uchumba wako katika mali, uchumba wako katika nyumba, uchumba wako katika mashamba, uchumba wako katika ofisi yako, uchumba wako katika biashara, uchumba wako katika neno, uchumba wako katika unabii, uchumba wako katika uchungaji, uchumba wako katika popote pale, kwa jinsi ya uwepo wa sura ya ulivyo. Basi na pumziko hili liwe katika kila hatua ya uchumba huo ulionao, sawasawa na kujua neno hili uchumba, iwe kwa kusikia, iwe kwa vyovyote vile. Kusikia tu neno uchumba imetosha. Pumziko hili kuwa katika jinsi hiyo popote pale kwa sura moja, yani uchumba. Basi leo ni sehemu ya 7 inaishi hapa. Usikose wiki ijayo katika pumziko hili la Mungu.
kwa mwendelezo wa sehemu ya 8 inayohusu uchumba.